Leo tunawaletea kitu ambacho kwa mfugaji hapasi kukosa kuwa nacho. Kama jinsi unavyoona, sisi hapa juu tumepanda mti wa mwarobaini. Mti huu wa mwarobaini ni dawa kubwa sana kwa mfugaji wa kuku, na kama unahitaji kufuga kibiashara, unahitaji kuweza kuwasaidia kuku wako waepukane na magonjwa, lazima uweze kufuga mti huu wa mwarobaini. Huu mti wa mwarobaini ukiwapa kuku wako kila mara majani ya huu mti ambao kama jinsi unavyoona tunawapa kuku wetu hawa, ni kinga, ni chakula, alafu ni kinga kizuri sana kwa kuweza kuwatibu kuku wako. Huu mti wa mwarobaini na majani ya mwarobaini wanapokula kuku wako, unawasaidia kwanza kwa magonjwa mengi. Kama jinsi unavyojua, mti wa mwarobaini hata kwa binadamu unasaidia, lakini hata kwa mfugaji wa kuku ni dawa kubwa sana, pamoja na kuwapa chanjo nyingine zote. Usikosi kuwapa majani haya mti wa mwarobaini. Ni dawa ambayo kimsingi kama kuku wakiwa wanakula majani yake haya kila mara, unawaepusha na magonjwa mengi ambayo yanaweza kusababisha, na unawekea ongezeko la kinga kuku wako. Mti wa mwarobaini kama tulivyoongea kwenye kile kitabu kile ambacho tulichokiandika, na unasaidia kwanza kwa ugonjwa wa mdondo ambaye ni Newcastle. Mti wa mwarobaini unaweza ukawasaidia kuku wako, lakini hata ndui, mti wa mwarobaini tena unaweza kuwasaidia kuku wako. Kwa hiyo majani haya ya mwarobaini kwa mfugaji ambaye anafuga kibiashara, lazima upande mti, na kama jinsi tunavyoona sisi tumeupanda miaka zaidi ya 7, 8, 9 iliyopita, na inatusaidia sasa kwa kuku wetu kuwakinga na ugonjwa huu wa magonjwa mengi mengi. Kwa unapokuwa unawapa kuku wako majani ya mti huu wa mwarobaini, utakuwa unawasaidia kuwawekea kinga, na kiukweli kuku wanapenda sana haya majani, wanapenda sana haya majani. Na ukiwazoeza kuwapa kuku wako majani ya mti huu na ukaendelea kuwa unawapa zile chanjo zinazostahili, utaepukana na vifo vingi sana ambavyo vinaweza vikasababisha kukutia hasara kwa wewe mfugaji. Mti wa mwarobaini unaweza ukaleta mapinduzi makubwa ya kusababisha kuepuka magonjwa yaliyo mengi ambayo yanawaandama kuku wao. Tunajua kuna mlipuko wa magonjwa mengi sana ambayo yanaandama kuku. Magonjwa yako ya mafua, magonjwa yako ya typhoid, magonjwa yako ya Newcastle na magonjwa mengi, lakini tunakusii jitahidi wewe unawapa haya majani. Haya majani yanaweza yakasaidia mradi wako wa ufugaji wa kuku kukuweka katika mazingira mazuri zaidi. Kama jinsi unavyoona, sisi kuku wetu tunajitahidi kuwapa majani haya na kuendelea na chanjo zile zingine zote, ili kuendelea kuwapa uimara na nguvu ya kuweza kuwakinga hawa kuku. Sasa mti wa mwarobaini tumeshatoa faida. Kwanza, faida ya kwanza, wanakula majani badala ya kupata majani mengine ambao kidogo unaweza ina maana ukapata, wanapata majani ya mti wa mwarobaini. Lakini hii si majani tu, wanakula tena na dawa ya kuwakinga na magonjwa. Kwa hiyo wanakula kwanza mboga ya majani,
ambao mboga ya majani tunawashumu kwamba ndio hayo majani ya mti mwarobaini, lakini wanakunywa na dawa tena pia. Sasa unaweza ukawa umeleta suluhisho kubwa sana kwa kama mfugaji na unayofuga kibiashara. Tunasema kwamba watu wanapata hasara kwa sababu ya kukosa kujua kanuni ya kuwasaidia kuku kuepukana na magonjwa. Sasa katika mifugo ya kuku kuna aina kuu mbili. Ukizijua hizo tayari umeshafuga kibiashara. Cha kwanza, kudhibiti kuku na magonjwa. Ukishadhibiti kuku na magonjwa, utawawezesha kuku, utasaidia kuepukana na hasara ambayo inaweza zikaepukana na vifo. Lakini pili, gharama ya chakula. 100% ya pesa utakayokuwa unaipata katika ufugaji wa kuku, kama hutoangalia vizuri, 60% mpaka 70% inaweza ikawa inarudi kwenye chakula cha kuku. Sasa inatakiwa ujue jinsi ya kuepuka gharama na kupunguza gharama ya kuandaa wewe mwenyewe chakula chako ambacho unaweza ukakipata katika ufugaji wa kuku na katika matumizi ya kuwalisha kuku wako. Sasa gharama kubwa kwanza ni kuepuka vile vyakula ambavyo kimsingi vinakuwa ni special. Gharama yake inakuwa ni kubwa sana kiasi ambacho ukipiga hesabu ya kuku ukapiga hesabu ya gharama, unajikuta wewe unabaki na kiasi kidogo sana cha unachobaki nacho. Sasa lazima uwe unapiga hesabu jinsi gani ya kuweza pesa unayoipata angalau kubwa ibaki mikononi mwako. Itabakije mikononi mwako? Lazima utadhibiti kwanza kujua chakula cha kuku, na utajitahidi kujua jinsi gani ya kuchanganya chakula cha kuku kilicho bora lakini kwa gharama nafuu, cha kwanza. Lakini cha pili, utajitahidi kuwapa kuku chanjo na vyakula vinavyosababisha wao kuwa na kinga mwilini, ambayo hii tunaiongea. Kwa mfano hii ni mti wa mwarobaini. Mti wa mwarobaini sisi umetusaidia na umeleta mapinduzi makubwa kwa kiasi kikubwa katika mradi wetu huu wa kuku. Na si kwamba tunawapa mti wa mwarobaini atuwapi chanjo nyingine, hapana, lakini inakuwa ni moja ya chanjo ya kuwapatia kuku, lakini haununui. Maana yake ukishapanda mti wako wa mwarobaini kama hii tayari tunaongea hapa, maana yake tayari inakuwa tayari ni dawa ambayo ni endelevu katika banda lako la ufugaji wa kuku. Lakini sio endelevu tu, unakuwa tayari umeshawasaidia kwa 1% na maana kubwa kuku wako kuhakikisha kuepukana na magonjwa ambayo kimsingi yanaleta changamoto sana na hasara kubwa kwa wafugaji. Sasa ufugaji wa kuku kibiashara lazima ujikite katika kuangalia vyanzo vinaweza kusababisha wewe kupata hasara, lakini lazima ujue tena vyanzo ambavyo vinaweza kusababisha wewe upate faida. Hivyo vitu viwili lazima uvifahamu. Ukishajua chanzo na ukishajua faida ya wewe kupata hasara, itakusaidia wewe kuhakikisha kufuga kibiashara. Na ukishafuga na maana kibiashara, lazima utapata matunda ambayo uliokusudia. Sasa ili uendane vizuri na ufugaji huu wa kuku kibiashara, lazima uhakikishe miti kama hii unakuwa nayo, na faida yake kubwa ya miti kama hii inawasaidia kuku katika magonjwa mengi. Lakini si kuwapa tu majani, wakati mwingine uwaga tunayaponda haya majani. Tukishayaponda haya majani, tunachuja yale maji yake. Tukishachuja yale maji yake, tunawapa kuku wanakunywa. Ukishakuwa unaweza kuwapa hawa kila baada ya miezi mitatu, kila baada ya miezi miwili, au kila baada ya mwezi mmoja, wape angalau hata siku 2. Utawaokoa kuku wako na watakusaidia sana katika ufugaji wa kuku. Tunatakiwa tufuge kibiashara, na ili tufuge kibiashara lazima tuzijue changamoto
Kwa nini wenzetu wameweza na kwa nini sisi tushindwe? Watu walioendelea wanafuga mpaka kuku 10,000, wanafuga mpaka kuku 20,000, wanamiliki mpaka kuku 30,000. Maana yake nini? Maana yake wameshajua jinsi ya kudhibiti magonjwa, na wakishajua jinsi ya kudhibiti magonjwa na wameshajua jinsi ya kujitafutia chakula chao wenyewe cha kuweza kuwapa. Maana yake ukiweza kuwapa aina hii ambayo tunayosema na ukajua jinsi ya kuweza kudhibiti magonjwa, wewe ni mfugaji wa kuku kibiashara. Kuku wanalipa, na kuku ni biashara kama biashara nyingine. Lazima tujue changamoto na tuwe wepesi wa kujifunza kila siku, ili zituweke sawa katika mapinduzi makubwa sana ya kilimo na mifugo. Lakini leo tulikuwa tunapitia na kutoa faida ya mti wa mwarobaini, ambao kwa mfugaji lazima uweze kuupanda nyumbani kwako ili ukuletee matunda mazuri ya banda lako. Tumesema kabisa kwamba lazima tujifunze vitu viwili na tumeongea vizuri zaidi. Lazima tujitahidi baadhi ya gharama tuziepuke, ili zile pesa tunazozipata katika mfugo wetu wa kuku tuipeleke katika maendeleo. Na tumesema kwamba lazima ujikite sana katika kuhakikisha kuku wako wasifi, kuku wako wasipati magonjwa. Na ili uhakikishe kuku wako wasipati magonjwa, lazima ujikite kwenye chanjo na vyakula ambavyo vinaweza vikawasaidia kuku wako waweze kuwa bora siku zote. Lakini ukishatoka kabisa katika kudhibiti magonjwa, lazima ujue jinsi gani ya kuku wako unaweza kuwapa chakula ambacho ni bora, kikawasaidia wao na kikakusaidia na wewe mwenyewe, kwa sababu pesa asilimia karibia 60 ya pesa utakayokuwa unapata itakuwa inaenda katika mambo mengine, na itakusaidia wewe sasa pia katika ufugaji wa kuku. Tumeleta hii kwa kuwakumbusha watu ambao walikuwa hawajui umuhimu wa mti wa mwarobaini katika ufugaji wa kuku. Na kama ulikuwa hujui, anza kuwapa majani ya mti wa mwarobaini, lakini kila baada ya miezi 2 au mwezi mmoja, twanga yale maji ya mti wa mwarobaini, koroga. Ukisha koroga yachuje, wape kuku wako siku 3 unaacha kila baada ya mwezi, siku 3 unaacha kila baada ya mwezi, na unaendelea na zile chanjo nyingine. Hakika ninaamini utaombokana na utapunguza vifo vingi sana ambavyo vinaweza vikasababisha kuingia katika banda lako. Mungu akubariki sana. Naitwa Simoni Lameck Bwiko, mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali, mfugaji wa kuku, lakini ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika kitabu ambacho kinasema Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku. Kama hujakipata kitabu hicho, please. Ni kitabu ambacho ni kizuri, kinaweza kikatoa kusaidia katika mwongozo. Lakini kitabu hicho tena nimeweka mpaka dawa za miti shamba. Na nimekwambia mti wa mwarobaini unaweza kauandaaje ukakusaidia katika ufugaji wa kuku. Tunaandika yale ambayo tunayafanya. Hatuandiki yale tuliyosoma tu, hapana. Tunaandika yale ambayo tunayafanya yametusaidia sisi. Tunaamini na wewe ukiyapata yatakusaidia. Kwa hiyo kitabu hicho kinauza shilingi 6,000. Lakini ukipata kitabu hicho tena, kama hujaingia kwenye grupu la wafugaji, tunakuingiza kwenye grupu la wafugaji ili uwe sehemu ya familia. Na zile changamoto utakazokuwa unapata tutakuweza kukusaidia. Mungu akubariki sana. Naitwa Simoni Lameck Bwiko, mwalimu na mkufunzi na mwandishi wa vitabu. Asante sana kunisikiliza.